Karibu kupitia Ambavyo TV Online, na ikiwa siku nyingine, siku nzuri ya kukuletea taarifa za habari ambayo ni tariki 9 mwezi wa 4 2026, ambayo tunakuletea taarifa zingine kote hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tuanze na hii. Wapiganaji 6 kutoka muungano wa Twirwaneho huko Minembwe wanaoshirikiana na muungano wa M23 AFC wameshikiliwa na wengine kuweza kujisalimisha chini ya jeshi la FARDC ambalo ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatano tariki 8 mwezi huu 2026. Na hayo yametokea huko Minembwe katika nyanda za juu za Fizi huko jimbo la Kivu Kusini. Kujisalimisha huko ambako kumekuwa kunatokea mara kwa mara, ambako ni kulingana na vyanzo zinaeleza kuwa ni kuonyesha kwamba vijana wengi waliohajiriwa kwa nguvu na vikosi hivyo vya M23 sasa wameanza kujiondoa na kupata tumaini jipya la kuto kupinzana na jeshi la serikali, huku wengine wakiendelea kujisalimisha siku baada ya siku. Tukiangazia taarifa zingine ambazo zinaendelea hapa hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo taarifa hii inaanza huko Kivu Kusini ambako watu 23 wamefariki dunia huku 21 wengine wamenusurika kifo kufuatia ajali ya kuzama kwa mtumbwi katika eneo la Kabulu ya kwanza tarafani Kalehe. Kwa mujibu wa taarifa za awali, chombo hicho kilichokuwa kikitoka soko la Kishenyi Ijwi kikielekea Makenge katika kijiji cha Kabulu ya kwanza, umbali wa takriban kilomita 4 kutoka Mukwija. Mkuu wa kijiji cha Kabulu ameeleza katika ripoti yake kuwa mawimbi makubwa pamoja na upakiaji mbaya wa abiria na mizigo yao ndiyo chanzo cha ajali hiyo. Aidha, watu 10 wanazidi kupata matibabu ambao wapo katika vituo vya afya vilivyo karibu na kijiji hicho. Kiongozi huyo anatoa wito kwa mamlaka husika pamoja na watu wenye mapenzi mema kutoa msaada wa haraka dhidi ya waathirika hao ambao wanapata matibabu katika vituo vya afya. Huku taarifa zingine zinaeleza kuwa magari matatu ya kishirika la kibinadamu ambalo ni shirika la ADRA International kwa sasa yamekwama kutokana na maji ya ziwa Tanganyika katika eneo la Luanga ndani ya wilaya ya Uvira kwenye muhimili huo unaelekea Fizi. Hali ni mbaya zaidi katika eneo la Pemba ambako kupanda kwa kina cha maji kumesababisha barabara kuu ya 5 kufunikwa na maji kabisa. Asasi za kiraia katika eneo hilo zinashutumu ukimya wa uzembe wa serikali katika kukabiliana na kujenga hali halisi na kulinda maslahi ya raia katika eneo hilo. Hali hiyo ambayo kwa mujibu wa wadau hao, ajali za mara kwa mara za kuzama magari na vyombo vingine vya moto ni pamoja na upotevu wa mali za abiria zimekuwa za kawaida kabisa katika eneo hilo. Kutokana na ukosekanaji wa hatua za dharura za miundombinu ya barabara, imesababisha mambo hayo kuwa yanatokea mara kwa mara, ambao serikali imekaa kimya na isiseme lolote kabisa. Na habari zingine ambazo zinaeleza kuwa baada ya kikao kilichokuwa Uvira, kiongozi Bi Takwira kutoa pongezi kwa vikosi vya wazalendo ambavyo vinaendelea kupambana dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wamesimama kikamilifu na kutimiza wajibu wao. Aliendelea na kusema kuwa serikali ya DR Congo inajua uwepo wa vikosi vitatu ambavyo vipo chini ya viongozi tofauti tofauti. Kikosi cha kwanza ambacho kinajulikana kipo chini ya uongozi wa General Amuri Yakutumba, kikosi cha pili ni General Ngoma Nzito na kikosi cha tatu ni cha Dunia.
Baada ya kauli hiyo, basi mijadala mikubwa imeibuka chini ya vikosi vingine vya wazalendo ambavyo vinapigana kinyume na vikosi hivyo na ambavyo sasa hivi vipo katika operation tofauti tofauti, huku malalamiko mengine yakitoka kwamba kwa nini wenyewe hajajulikana uwepo wao katika upambanaji huo, na angali wamekwisha kushikilia baadhi ya vijiji vingine ambavyo vilikuwa chini ya uongozi wa M23. Jambo hilo limeonyesha hali ya wivu na kutokuridhika na madaraka chini ya uongozi wengine wa vikosi vya wazalendo. Hivyo kabisa, kwa upande wa vikosi vingine vya wazalendo vimeonyesha kutokuridhika na madai hayo ya kiongozi huyo kujua uwepo wa vikosi hivyo tu vitatu na angali hajaweza kutaja vikosi vingine. Hivyo basi inatuasa na tunazidi kukumbusha kwamba vita hivi vinahitaji amani na vita hivi vinahitaji umoja pamoja na upendo pia. Kwa hiyo tunapoingiza hali ya chuki na wivu, tunakuwa tunaua vita vyetu, na hivyo basi tukumbuke kwamba walio wengi tena walituma voice zao na walitoa ujumbe kwamba kiongozi huyo anashirikiana na M23. Kama mnajua kiongozi huyo anashirikiana na M23, iweje mkasirike na kusikia wivu kwamba anatoa pongezi kwa makundi hayo matatu? Je, ama kuna kitu kingine ambacho kinachoendelea? Kwa hiyo Wakongomani turidhike na kile ambacho tulicho nacho na tujue kwamba kitu gani ambacho tunakifanya, zaidi sana wazalendo tujue kitu gani ambacho tunachokifanya. Kwa hiyo mambo ya kuleta wivu na mambo mengine sio poa. Tupambane ili tutetee nchi yetu, ndo jambo la kwanza. Mambo mengine lakini wakati aletaya hayo sisi tukaona kama ni uongo, si wazalendo wengine ambao tunaopigania udongo wetu tukaona kama ni uongo, kwa sababu hizo koordinasio zote ametaya, hakuna koordinasio yenye iko napigana kwa leo, zote ziko kufro zinaangaliana na adui kule kuplende la Ruzizi, wala hawapigani. Kwa gundua kama ni watu wake, ni wagarso de course wake ambao anatumika nao kwa kuwamanipile, na ndio kwa maana amewataya na amewatia kipao mbele. Wengi walishimama wakademantiri hawako mwezo koordinasio. Kama mali shimama kasema mimi siku mwezo koordinasio, mimi kama mani nilikuwa naongoza koordinasio. Kashimama representa wa General Kikuki Mavazi Gilles ambaye anaongoza operasio ya Muramvya ya wazalendo kushirikiana na FARDC ambayo wamekomboa Muramvya na penginepo na Mitamba. Akasema sisi hatuko katika koordinasio hizi za umu mbarabara, kwa sababu sisi tuko napigana na hadui muho plateau na mwe plateau na Kagerigeri, tuko naenda ndo objectif yetu kulibere udongo wote wa Kongo kama isikibalo ketu kinasema. Mwingine akashimama Ale de Goma akasema mimi na Shangala, mimi nyo nilianzaka unité special, lakini sawa wenzetu walikimbia Uvembe, sisi tukakimbia kumilima. Mimi kushuka hapa na kiasi cha ngoma nzito kutoka Uvembe na kuya komanda wa force wa unité special hapa mplene yetu ya Ruzizi. Mingi wakashimama conteste hizi coordination zenye vitakuira na kia tuletea hapa Uvira ambazo hazipigani vita. Kazi ya hizi ni kula rushwa na kula mabunga ya wanaofanya kazi, na pre vita ikikuwa nguvu wanakimbia Fizi, wanatuachia sisi vita hapa, tunakiwa tunapigana na tupati chochote. Mena mwayo mazungumuzo akaendelesha Honorable Vitakuira kusema kama mimi najua kitu kimoja, kwa sababu ngoma nzito wamefanya koalisio na Landaba yangu wafanya koalisio na Ruhota na Kabaka na wengine wa general fulani, yana washimamia mwa ile unité yake special pale mplane, lakini anaye washimamia naye kisiasa ni Jezi Zembezembe. Bitakwira akasema kama Jezi Zembezembe ni M23, kwa maana waweza shimamia bangoma nzito na hao wengine wa general wakati wao ni wazalendo? Mna kazi Jezi Zembezembe anaweza kufungwa leo na nyinyi wengine mtakuwa poursuivi paske mnafuata adui, na mtu akifuata adui ni lazima afungwe. Ukashimama mtu akasema hapana, Jezi Zembezembe aliweza dementire hiyo marshi yake alikuwa kana panga na wazalendo, labda ndio ilikuwa chanzo ya mwe kumkonsidere kome enemy, lakini ambisio yake ilikuwa ni kudeklare pesa ambazo
ziko kwa guverner za wazalendo ambazo zinafichwa na guverner, kama zitaliwa hatujui, lakini ile declaration akasema wazalendo twende mbarabara tulombe haki yetu, hizi pesa zetu za damu yetu ambayo inayomwangika kwa guverner. Usema yake vile ikaonekana kama analeta rebelio, anakuwa M23, lakini Mungu akasaidia kademantire yale mambo. Baada ya kudemantire yale mambo ikapunguza tension. Mais de la ville akamata parole na akasema vile vile jezembezembe ni M23, koma mtu anaanza jiproteste contre gouvernement nationale yake na FRDC yenye inaongoza wazalendo kwa leo. Kutokea mwingine mtu akasema hapana, hakujiproteste contre gouvernement na contre FRDC. Labda message ilifikia kila mtu mubaya, yeni yake ilikuwa ni ya kutetea ile pesa ambayo inaingiaka mkota wazalendo wenye wako napigana vita, wenye wako kufro, wenye hawapokeagi, wapate ile kidogo wenye wa petrolia wanafinansaka, wajirizishe nao kimapato kidogo. Mtu anauza sabuni, anaacha mke wake mbele aende mufro mwele sanse vile, ile debe kaisha vile. Hapa niko na sote kuonesha watu ambayo vilipita katika renyo ambayo tulikuwa nayo siku ya kwanza tariki 6 ya hii mwezi wa 4 ya mwaka wa 2026. Kisha Bitakwira kamata parola akasema najua tuko na vita, na vita tunayo ni ya Wavira na Wafuliru. Aliongea kila mtu iko nasikia. Vita tunao ni ya Wavira na Wafuliru, na kama tuna vita na Wavira na Wafuliru, hii vita tunaikonsidere kome ni vita ya Wahutu na Watusi. Donc considération yake ya hii guerre, lui comme honorable considère la guerre entre les Bavira et les Bafuliru comme une guerre entre les Tutsi et les Hutu selon lui. Lakini nitaka kumuonesha na kumwambia Bitakwira, Uvira hatuna vita na hakutakuwaka vita, na hakuna vita kati ya Wavira na Wafuliru. Nous sommes un seul peuple, nous combattons pour notre terre, comme le disent kibalo ketu, tunapigania udongo wetu. Hatupigani juu ya intere. Sasa vile mwa politisi mnapigania maintere, na ndio maana unakuwa na privilege va moya, unasema hapa ndio wangu mimi natumika nao ba garçon yangu de course, comme ces trois coordination yenyewe natia kukifua, una privilege. Lakini sisi hatuko vile. Si wazalendo tunapigana kwa intere ya udongo wetu, tukomboe udongo wetu yote en general. Hatuna ubaguzi wa rangi wala na kabila, kwa sababu Uvira kunaishi kabila zote: Wavira, Wabembe, Wafulero, Warundi, Wanyamulenge, Warega, sans distinction. Mais ile uko naleta ni hene tribale, ile ni ya mubaya sana. Na sisi hapo Uvira hatuhitaji, kwa sababu na kesho wala kesho yake utaondoka. Usituachie vita entre shia hapa, iko ndio chanzo ya kuingiza adui. Ile tunapinga sisi wazalendo wote wa Sud Kivu hayo mambo. Asanti na usikilivu mwema, na wataka usikia hii message na wataka upata hii message, wakushaurie, wakusukumie na usukumie viongozi wazidi kushauria, kwa sababu inaonekana wanafuata maentere personnel. Hauwezi ongoza wala kuongoza wengine, sababu mtu wakati angali napenda maentere personnel juu ya kuleta hene na tribalisme, haiko mtu mzuri. Ndo hivyo. Asante sana.